Tafadhali naomba dakika moja tu nisikilize. Dakika moja peke yake. Naam. Ungekuwa wewe ni mwanafunzi na kesho una mtihani, na ukajua hili ndio litakuwa swali la kwanza utakaloulizwa kwenye mtihani huo. Ushawazika, washakufa. Hivi unahisi hawa watu walitaka wenyewe kuondoka? Unahisi walishauriwa na Allah subhanahu wa ta'ala ikiwa watakubali kwenda au kubakia? Bila shaka wao pia walikuwa na ndoto kama hizo zako, za kufanya kazi, waweze kuwa na maisha mazuri, wajenge. Walikuwa na ndoto kama hizo, lakini ghafla tu zikakatika baada ya Allah subhanahu wa ta'ala kuzichukua roho zao. Najiulize, hapo walipo wako wapi? Wapo sehemu salama? Sema la'natullahi alayhi. Huyo alilelewa pamoja na malaika, alilelewa na malaika huyo, ila kitajwa tusema la'natullahi alayhi, laana ya Allah iwe juu yake. Kwa hiyo usiyafanye mazingira uliopo kwamba ndo ni sababu ya wewe kufanya yote unayofanya. Hapana. Utamjibu nini Allah subhanahu wa ta'ala atakapokuuliza siku ya kiyama? Madha amilta fiha? Duniani nilikupeleka kwa ajili ya kuniabudu mimi. Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Madha amilta fiha? Ulienda kufanya nini huko? Nilikupa miaka 20, miaka 40, miaka 50, 60. Ulitumia vipi hii miaka? Na usisubiri kuzeeka kwamba nikizeeka nitakuja tubia. Nitatubia. Nani amekwambia utafika umri huo? Sasa hivi nikikuuliza tu, kwenye mji wako na mtaa wako, kati ya vijana na wazee wengi ni kina nani? Bila shaka ni vijana. Wazee ni kidogo. Kwa nini ni kidogo? Hii ina maana vijana hawafiki uzeeni. Maana ingekuwa wanazeeka vijana, wazee wangekuwa wengi. Lakini hii ina maana sisi tunakufa mapema kabla ya kufikia uzeeni. Ndio maana wazee ni kidogo. Tubia sasa hivi. Wala taqulanna li shay'in inni fa'ilun dhalika ghada. Uko nao nafasi, mrudie Mola wako. Nimekukumbusha, basi nawe kumbuka, na mkumbushe na mwingine, kwa sababu adallu ala khairi ka fa'ilihi. Na usisahau video hii, share kwa watu wengi unavyoweza. Utajisikiaje siku ya kiyama? Allah subhanahu wa ta'ala anakuita, ya ayyatuha an-nafsul mutma'inna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyya fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Yani unaingizwa katika pepo yake kwa sababu tu wewe ndio ulikuwa sababu ya mtu mwingine kubadilika. Ya kwamba wewe ulipoishia video fulani ndio ilikuwa ni sababu ya yeye kubadilika. Pengine usingeishia, yeye asingemfikia wala asingebadilika. Alikuwa haswali, lakini baada ya kuishia wewe ndio ikamfikia akaanza kuswali. Furaha iliyoje! Wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun.